Karibuni katika darasa huru la Injili. Katika darasa hili tuna malengo makubwa manne. Lengo la kwanza, tunajifunza neno la Mungu ili kumfahamu sana mwana wa Mungu. Tuna kazi kubwa ya kujifunza kumfahamu sana mwana wa Mungu hata tufanane na Kristo. Kanisa, watu waliookoka wanatakiwa kukua mpaka wafanane na Kristo. Lengo la pili, tunajifunza neno la Mungu ili kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na lengo la tatu, tunajifunza neno la Mungu mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Kristo bado hajaumbika, bado hatuna matunda yale ambayo yanapaswa, kwa sababu Kristo bado hajaumbika. Lakini lengo la nne, si kwa muhimu, tunatakiwa kujifunza neno la Mungu kama watu wa Beroya ambao walilipokea neno alilolitoa Paulo kwa moyo wa uelekevu na wakawa wanajadili neno la Mungu kila siku, wakawa wanayachunguza maandiko kila siku ili waone kwamba mambo ndivyo yalivyo. Na andiko hilo linatusaidia kwamba tusiamini kila roho. Kuiamini kila roho ni kosa, kwa sababu tunapaswa kuyachunguza maandiko kama yanavyohubiriwa ndivyo yalivyo. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Darasa hili linapatikana katika chaneli ya Mwalimu Kimweri TV. Mwisho wa somo hili, usisahau kusubscribe, kushare, comment na kulike, na Mungu akubariki sana. Leo tunaendelea na somo, siku ya 4, tunajifunza juu ya mafundisho. Biblia inasema katika katika Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16, jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Mafundisho ni kitu hatari sana, lakini mafundisho ni kitu kizuri sana. Inategemea haya mafundisho yanatoka kwa nani, mwenye lengo gani. Na mafundisho ni mengi kama tulivyojifunza katika masomo yaliyopita, na hapa anasema kwa wale ambao wamepata mafundisho mazuri, anasema jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Nafsi ni ya kwako, inatunzwa kwa mafundisho. Kama nafsi inaweza ikatunzwa kwa mafundisho, basi nafsi pia inaweza ikabomolewa kwa mafundisho. Lakini hapa Paulo anasema jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Na pointi kubwa ambayo tunakwenda nayo ni katika mafundisho, kwamba huwezi kukua katika kumjua sana mwana wa Mungu kama huna mafundisho sahihi. Mafundisho sahihi katika dunia ya leo ni machache sana. Leo kama nilivyosema ni siku ya 4, na somo lililopita tulijifunza kwamba kanisa linauawa zaidi na mafundisho kuliko mateso. Kanisa la leo limetumbukia kwenye shimo hatari sana linaloitwa mafundisho. Angalia mafundisho yalivyo utitiri kanisani, na imefika sasa hivi kuna makundi ya watu ambao kazi yao ni kukosoa. Kila anayesimama kuhubiri, mtu anainuka anakosoa. Sio kama amekuwa TBS ya kanisa. TBS ya kanisa ni Roho Mtakatifu pekee. TBS ya kanisa ni neno la Mungu pekee. Na kwa hiyo kanisa limefika hapa lilipo kwa ajili ya mafundisho. Mafundisho potofu yameruhusiwa kanisani, na yamejeruhi, yameharibu, yamevuruga umoja wa kanisa, yamevuruga utaratibu wa kanisa kukua, kwa sababu tangu mwanzo kuokoka sio mwisho. Kuokoka ni mwanzo wa safari ya wokovu, na ndio maana maandiko yanasema kwamba mtu aliyeokoka anatakiwa kupewa maziwa yasiyogoshiwa ili aweze kuukulia wokovu.
Sasa kukulia wokovu inaonyesha kwamba wokovu ukishaokoka unatakiwa kukua, na Biblia inasema katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 13 kwamba tunatakiwa kukua mpaka tufikie kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo. Kama tunapokea mafundisho mabovu kiasi hiki, tutafika lini? Tutafika lini katika kimo cha utimilifu wa Kristo? Wakati watu wanafundishwa Agano la Kale, watakuwa lini kumjua Yesu? Wakati wanafundishwa habari za Ezekieli, wanafundishwa habari za Danieli, wanafundishwa habari za Samsoni, wanafundishwa habari za Daudi. Watakuja kukua lini wafikie kumjua sana Yesu Kristo? Tunajichelewesha sana. Lakini mateso huumiza au kuathiri mwili, lakini mafundisho huathiri roho. Rohoni watu wanaumizwa sana na mafundisho, na ndio maana kukua hakupo. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Neno la Mungu, Paulo hapa anatueleza kwamba utafika wakati kwamba watu watayakataa mafundisho yenye uzima, na ndio kipindi tulicho nacho sasa hivi. Kanisa, watu waliookoka wanayakataa mafundisho ya uzima. Wana uchaguzi wafundishwe nini hawataki. Wakija kuona kuna fundisho ambalo linawakera, linawaumiza, wanakataa, na wakiona kwamba unazidi kanisani, wanaliacha kanisa lako, hawaji kusali. Kwa hiyo unakuta waumini wenyewe pia wanachagua mafundisho katika wakati tulionao. Lakini hata wahubiri wakishaona kwamba watu wanayakataa mafundisho, wanayagoshi yale mafundisho au wanafundisha chini ya kiwango, ili Wakristo wasije wakakimbia sadaka zikapungua. Kwa sababu katika huduma nyingi au madhehebu mengi, swala la pesa sasa hivi limekuwa kipaumbele, kwamba watu wanatamani kuhubiri chini ya kiwango ili Wakristo waendelee kudumu kanisani, ili sadaka ziendelee kuongezeka. Kwa hiyo mafundisho yanayotolewa ni mabovu, lakini pia mlango umetolewa na mafundisho mabovu yamepata nafasi, na hii ni baada ya Roho Mtakatifu. Sasa hivi Roho Mtakatifu, mahusiano ya mtu na Roho Mtakatifu yamepungua sana, na kwa watu wengi hayapo. Yaani Roho Mtakatifu ni kama vile hayupo, wakati ndiye mwenye kanisa, kwa sababu Ukristo sio dini. Ukristo ni imani iliyo hai juu ya mtu anayeitwa Yesu Kristo, juu ya mwanadamu na Mungu kweli anayeitwa Yesu Kristo. Ukiweka imani kwa Yesu, wewe unakuwa Mkristo. Sasa mafundisho yanakataliwa yenye uzima. Anaposema watakataa mafundisho yenye uzima, maana yake watakubali sasa mafundisho yenye mauti. Kanisani kumeingia mafundisho yenye mauti. Kuna mauti sufuriani, matango pori yameingia kanisani. Mafundisho yamekuwa ya ajabu sana. Mafundisho hata ya kipagani, ya kimila yameingia kanisani. Kwa mfano, unapofundishwa habari za mizimu, hili ni fundisho la kipagani kabisa. Maana mizimu ni watu wa kale waliokufa. Katika dini zetu, katika imani za makabila yetu, tunaamini watu wakifa baadaye wanaweza wakarudi tena kaburini, au wanaweza wakarudi wakairudia jamii kiroho, wakaleta magonjwa, wakasumbua, na ili watulie unapeleka sadaka kaburini, au unaenda kuchinja mnyama kaburini, anatulia. Hayo ndio mafundisho ya kimila yameingia kanisani bila aibu. Watu wanafundisha mafundisho ya kimila, wanafundisha mizimu, unafundisha vifungo. Wakati huu ni hatari sana, tutaona hapo mbele. Lakini Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 anasema, jitunze nafsi yako. Hii tumeshasoma. Timotheo, mithali, hayo mafundisho yako ni yepi sasa? Jitunze nafsi yako na mafundisho yako yepi? Msingi wa mafundisho yako ni wazazi. Mithali anasema hivi, Mithali 1:8, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako,
wala usiiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Biblia inasema wazi kabisa kwamba msingi wa mafundisho sahihi ni wazazi, baba na mama. Anasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba. Baba sahihi mwenye maadili akimpa, huwa anaweza kurithisha maadili mema mtoto wake. Anasema sasa, msikilize baba, mafundisho ya baba, sikiliza sheria ya mama. Matokeo yake nini? Yatakupa kilemba kichwani. Matokeo yake ni nini? Yatakuwa ni mikufu, tena amesema mikufu, itakuwa ni mikufu shingoni mwako. Maana yake mtu ili aweze kupendeza na kukubalika mbele za Mungu na mbele za wanadamu, lazima apokee mafundisho ya wazazi. Ni muhimu sana, ni mafundisho ya msingi. Nami nataka niendelee kwa kusema kwamba Wakristo wamekuwa ni Wakristo kwa kumwamini Kristo. Mkristo sio nje ya kumwamini Kristo. Tunaitwa Wakristo kwa sababu ya Kristo. Tunaitwa Wakristo kwa sababu tunamwamini Kristo. Usipomwamini Kristo, wewe sio Mkristo hata kama umebatizwa. Usipomwamini Yesu, wewe sio Mkristo hata kama unanena kwa lugha. Usipomwamini Kristo, wewe si Mkristo hata kama unaenda kanisani. Mkristo sio kwenda kanisani, ingawa ukiwa Mkristo utakwenda kanisani, lakini kigezo cha Ukristo sio wewe kwenda kanisani, kwa sababu hata mapepo yanakwenda kanisani. Ndio maana upako ukishuka kanisani, watu wenye mapepo yanalipuka. Unashangaa yamekujaje kanisani. Hata wachawi huwa wanaenda kanisani, hata walevi huwa wanaenda kanisani. Kwa hiyo kwenda kanisani sio kigezo cha kuwa Mkristo. Kuwa Mkristo ni kumwamini Yesu. Usipomwamini Yesu hakuna kitu. Kusali Jumapili sio Ukristo, ingawaje ukiwa Mkristo utasali Jumapili, lakini kigezo cha Ukristo si kwa sababu unaenda kanisani Jumapili. Ukristo sio kubatizwa kwa maji mengi au kwa maji machache, lakini ukiwa Mkristo utabatizwa. Lakini sio ukibatizwa sasa wewe ni Mkristo, kwa sababu kuna watu wengi sana wamebatizwa, ndio hao wanaitwa Makristo. Makristo wa uongo wamebatizwa kabisa, ndio maana wanaitwa Wakristo. Lakini Wakristo wenye tija kwa Kristo ni lazima wamwamini Kristo. Ukristo sio kuimba kwaya, ingawaje ukiwa Mkristo unaweza, lakini kigezo cha Ukristo sio kwa sababu wewe unaimba kwaya. Ukristo sio kutoa sadaka au kutoa zaka. Hapana, hata shetani huwa anatoa sadaka, hata kwa wachawi kule kwa waganga huwa anatoa sadaka. Kwa hiyo kutoa sadaka sio kigezo kwamba wewe ni Mkristo, bali Ukristo ni nini sasa? Ukristo ni kumwamini Yesu. Yesu alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Unaona, ndio wale waliaminio. Yesu alipokuja alikuja na neema. Sisi wanadamu tunaipokea hiyo neema kwa imani. Hatupokei kwa sheria, wala hatupokei kwa Torati, hatupokei kwa kanuni. Mungu ameweka utaratibu katika Agano Jipya. Atakayempendeza kupokea haki lazima aipokee neema kwa imani. Kwa imani. Imani ndiyo mkono wa kupokelea neema. Imani ndiyo njia ya kupokelea, ndiyo daraja la kupokelea neema ya Mungu. Ukitumia Torati, ukitumia kanuni, ukitumia sheria, hiyo sio njia. Hiyo ilikuwa zamani. Katika Agano la Kale ndiyo Mungu alishusha sheria, sisi akatupa utii. Ukitii sheria ukiitii, Biblia inasema utakula mema ya nchi. Hiyo ilikuwa Agano la Kale. Agano Jipya Mungu kaleta neema, tunapokea kwa imani. Kwa hiyo atakayemwamini Yesu Kristo, yeye ndio anafanyika kuwa mtoto wa Mungu,
Atakaye mwamini Yesu Kristo, yeye ndiye anazaliwa upya. Atakaye mwamini Yesu Kristo, yeye anakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Atakaye mwamini Kristo, Biblia inasema kwamba anahesabiwa haki bure. Kwa hiyo Ukristo ni mpango wa Mungu unaoitwa wokovu. Kuokoka ni mpango wa Mungu aliouleta, lakini dini nyingine sio mpango, ni mipango ya wanadamu. Lakini Biblia ni mpango au kuokoka ni mpango wa Mungu kabisa. Wokovu wa Yesu Kristo ni wokovu mkuu, wala huwezi ukafananisha. Nataka nielezee wokovu kidogo, kwamba wokovu wa Yesu Kristo, wokovu anaoutoa Yesu Kristo ni grade 1, ni mkuu. Hakuna wokovu mahali pengine. Ukimwacha Yesu, usipomwamini Yesu, umepata hasara. Hakuna namna, maana Biblia inasema katika Yohana sura ya 14 mstari wa 6, Yesu alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, hakuna mtu atakaye kwenda kwa Baba isipokuwa atapita kwangu. Maana yake ukimkataa Yesu, umekataa njia ya kwenda kwa Mungu. Hakuna njia nyingi za kwenda kwa Mungu, njia ni moja tu, ni Yesu Kristo, na Biblia inatueleza hivyo. Na ndio maana Biblia inasema mahali pengine kwamba wokovu wa Yesu Kristo ni wokovu mkuu. Tunasoma maneno hayo katika Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Neno liko wazi kabisa kwamba mwanadamu ataponaje na jehanamu, ataponaje na hasira ya Mungu kama hutojali wokovu mkuu namna hii. Neglect, neno la Kiingereza neglect, kudhalau, kushusha thamani, na kitu ambacho kitawagharimu Wakristo. Wakristo wako kwenye njia sahihi kabisa ya kwenda mbinguni. Kitakachowagharimu ni kutokuujali wokovu walioupata katika Yesu Kristo, na kuuchanganya na mambo mengine, na kuuchanganya na mila, na kuuchanganya na Torati, na kuuchanganya na sheria. Hapo ndipo tunapougoshi wokovu. Biblia inasema tutaponaje? Tunaweza kuescape vipi hasira ya Mungu kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Na Biblia inaposema wokovu mkuu namna hii, maana yake wokovu anaotoa Yesu Kristo ni wokovu mkuu. Anaposema wokovu mkuu, maana yake dini nyingine zinatoa viokovu vidogo vidogo. Maana huwezi ukasema wokovu mkuu kama hakuna viokovu vidogo vidogo. Huwezi ukasema huyu ni mrefu kama hakuna mfupi uliyelinganisha naye. Huwezi ukasema kuna nuru kama hakuna giza ulilolinganisha nalo. Maana yake nini? Biblia inaposema wokovu mkuu anaotoa Yesu, ni kweli hakuna wokovu ambao ni mkuu kama wokovu wa Yesu Kristo. Nitakupitisha kwenye baadhi ya maandiko kuthibitisha. Manabii, watu wengi kabla ya Yesu kuja, walioneshwa wokovu mkuu tutakaopata sisi, ambao Waebrania anautaja hapa katika Luka sura ya 10 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faraga, heri macho yanayoyaona mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi msiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Yesu anasema wazi kabisa kwamba kipindi hiki cha neema, manabii walioneshwa jinsi kilivyo bora, jinsi kilivyo kizuri, jinsi ambacho kina maneno mazuri. Wakasema manabii waliona hiki kipindi cha neema cha Yesu Kristo tulicho nacho sisi, wakakitamani sana. Anasema manabii walitamani kusikia haya mnayosikia sasa, walitamani kuyaona haya mnayoyaona sasa. Kwa jinsi ya rohoni walikiona hicho kipindi. Maana yake nini? Wokovu anaotoa Yesu Kristo ni wokovu ambao haujawahi kupatikana huko nyuma, ambapo manabii walipouona huu wokovu waliutamani. Kumbuka katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 15,
Musa alisema mapema kabisa kwamba jamani, atatokea nabii kama mimi miongoni mwenu, msikilizeni yeye. Na Paulo akaja kunukuu hilo neno katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19 na kuendelea, kwamba Musa alisema mapema, msikilizeni yeye. Lakini hebu angalia kanisa la leo, badala ya kumsikiliza Yesu, watu wanamsikiliza Musa ambaye alinawa kabisa katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 15. Kama haitoshi, Luka sura ya 17, Yesu Mungu pia Yesu alipobadilika sura pale mlimani, Mungu katika wingu akasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Mungu mwenyewe akathibitisha kwamba tunapaswa kumsikiliza Yesu, na maneno ya Yesu ambayo tunatakiwa kusikiliza ni agano jipya. Hilo ndio la kwetu, hilo ndio agano la mataifa, ndilo ambalo tunatakiwa kulisoma, ndilo tunatakiwa kulisikiliza. Huko ndio kuna mafundisho ambayo tunatakiwa kuwafanyia kazi. Katika Mathayo sura ya 13 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi msiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Manabii walikiona hiki kipindi, wakina Musa walikiona hiki kipindi, wakatuonea wivu, wakatamani hiki kipindi waje wakiishi, lakini wakagundua kwamba hiki kipindi hakiwahusu. Kipindi hiki cha neema, kuokolewa kwa neema. Sasa hebu fikiria, sisi kipindi hiki ni kizuri kwetu, kina neema, kina ukuu, kina utukufu, walikionea hamu, walikipenda hiki kipindi. Angalia sisi sasa hivi tunaenda kwenye kipindi chao, tunatamani agano la kale ambalo watu wa agano la kale walitamani hiki kipindi. Angalia tunavyopishana, wao sisi tunarudi kule walikoshindwa wao. Unafikiri tutaweza? Kama tunaweza kuokoka kwa kutimiza sheria, sio kweli, kwa sababu kuna sheria moja hatuitimizi. Agano la kale kama unataka kulitimiza, timiza lote. Ilikuwa agano la kale, anayevunja sheria anapigwa kwa mawe mpaka afe. Kama mnapenda kutimiza sheria, timizeni zote, msichukue zaka peke yake, timizeni sheria zote. Na nguruwe mwache kula, kwa sababu agano la kale lilikataza nguruwe. Kwa nini nguruwe mnakula? Nasema agano la kale. Kwa nini mnatoa zaka? Nasema haya, hamna sababu. Kwa nini tohara siku ya 8? Mnapishapisha hivi. Kama unataka kushika sheria, shika zote, na kila atakayevunja sheria moja pigeni mawe mpaka afe. Mbona mpigeni mawe? Kwa nini mnachagua sheria zilizonona? Msichukue zilizonona zenye maslahi kwenu. Chukueni sheria zote. Kama mnaamua kutimiza sheria, timizeni zote. Kutahiriwa siku ya 8 zote, kusali sabato zote, wote tusali. Jumapili tuache, lakini Jumapili mnasali Jumapili kinyume cha Torati, mnakula nguruwe kinyume cha Torati. Mkiulizwa anasema agano jipi. Mbona hamlifuati sasa? Mbona mnafundishana uzaliwa wa kwanza kule ni lango? Kwa nini mnafundishana vifungo kule? Mnafuata nini katika agano la kale, wakati katika mambo mengine mnasema ni agano jipi? Yesu anatuthibitishia manabii walitamani kipindi chetu, lakini angalia shetani alivyotupiga changa la macho. Sisi tunakwenda kwenye kipindi chao ambacho kiliwashinda mpaka watakatamani cha kwetu. Yesu alisema maneno haya akiwaeleza wanafunzi wake, akisisitiza baraka kubwa tuliopewa sisi kipindi hiki cha neema, kuiona na kuisikia kazi ya Mungu na mpango mkuu wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu. Huu ni mpango wa ajabu sana, ni mpango mkubwa, ni mpango ambao Mungu mwenyewe anahusika, ni mpango ambao katika Luka Biblia Yesu anasema kwamba nalikuja kutafuta na kuokoa
kile kile kilichopotea. Maanake katika Agano Jipya Yesu ndiye anayetutafuta. Katika Agano Jipya Mungu ndiye anayemtafuta mwanadamu. Katika Agano la Kale tunaona mwanadamu ndiye alikuwa anamtafuta Mungu, nasema mtafuteni Mungu maadamu anapatikana. Katika Agano Jipya Mungu ndiye anayetoa sadaka, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo kuwa sadaka kwa ajili yetu sisi. Agano la Kale mwanadamu ndiye alikuwa anatoa sadaka. Kwa hiyo agano hili ni bora kwa sababu Mungu mwenyewe anahusika kumtafuta mwanadamu. Katika Agano Jipya Mungu ndiye anaita, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nanyi mtapata raha nafsini. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Manake nini? Mungu ndiye anayeita katika agano hili. Mungu anaita, wajibu wako wewe ni kuitika. Katika agano hili Mungu akikutafuta, tafutika. Mungu akikuokoa katika agano hili, okoka. Mungu akikuhesabia haki, kubali. Tuishi katika agano letu ambalo Mungu ametupa. Manabii waliishi na kutamani tu, lakini waliona kipindi hiki cha neema kwa mbali. Yesu alionyesha kuwa wengi kabla yetu walitabiri juu ya Yesu Kristo, walitamani kumuona Masihi, lakini wakaishia kukiona juu hicho kipindi kikapita. Sikiliza mstari huu wa ajabu sana. Huu mstari naupenda sana. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 hadi ule wa 12. Sikiliza. Biblia inasema hivi: katika habari ya wokovu huu wa Yesu Kristo, huu wa neema huu. Sikiliza. Katika habari ya wokovu huu manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikiria ninyi, yani sisi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliye ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, wakafunuliwa ya kwamba si kwa ajili yao wenyewe. Walikiona hiki kipindi kizuri, kipindi bora, wakaona si kwa ajili yao wenyewe, bali ni kwa ajili yenu au kwa ajili yetu sisi. Walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri ninyi injili ya kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Habari za wokovu manabii walioneshwa, wakatamani, wakaishia kutamani kwamba wenzetu watafaidi. Biblia inatueleza hapa mwisho, mpango huu wa wokovu wa kumwokoa mwanadamu ni mzuri kiasi kwamba malaika kule mbinguni wanachungulia. Hata malaika wanatuonea wivu. Soma. Lakini tazama wokovu huu ulivyo mkuu, ulivyo bora. Tazama watu badala ya kuipa thamani wanaenda kwenye sheria, wanaenda kwenye Torati, wanafundishana Torati. Hawaamini, yani hawaelewi kitu. Hata uambie vipi kwamba agano la kale ndio sio la kwetu, agano la kwetu ni agano jipya, hawaelewi tena. Wanataka kuona wewe ni muasi. Sasa wewe unaitwa Mkristo kwa lipi? Kwa sababu Ukristo, agano la kale haupo kule, umetabiliwa, ni kivuli, ni maandalizi. Siku moja nilifundisha typology. Typology ni ule mfanano wa agano la kale ambao umetokea katika agano jipya. Agano la kale ni typology, ni type na antitype yake ambayo ndio uhalisia, ni agano jipya. Hatuwezi kuchukua kopi wakati original tumepewa. Original ni agano jipya, ndio lililotabiriwa kule, limetimia huku kwenye wakati wetu, ili tulitendee kazi, ili tuliishi, tufundishane hili, tuishi hili. Hili ndio linalotujua, hili ndio linalotukubali. Ngoja tusonge mbele. Kwa habari ya wokovu huu manabii walitafuta na kuchunguza, wakafunuliwa kwamba si kwa ajili yao wenyewe, bali ni kwa ajili yetu.
Mambo haya pia malaika wanapenda kuyachungulia. Agano Jipya ni agano bora zaidi. Agano Jipya ni agano lenye ahadi zilizo bora zaidi. Tunasoma hivi katika Waebrania 8:6. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadri ilivyo mjumbe wa agano lililo bora zaidi, lililoamuriwa juu ya ahadi zilizo bora zaidi. Huu mstari mmoja tu wa 6, Waebrania 8:6. Neno bora zaidi, bora zaidi, bora zaidi limejirudia mara 3 kuonesha msisitizo kwamba agano jipya ni agano bora zaidi. Biblia yenyewe inajipambanua. Anaposema bora zaidi, anafananisha na lipi? Kwa nini hatutaki kumwelewa Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu atusaidie kwamba tuko kwenye agano lililo bora zaidi, lenye ahadi zilizo bora zaidi, lenye mjumbe aliye bora zaidi. Sasa sisi, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Manake nini? Agano hili jipya ni bora zaidi. Agano jipya ni bora zaidi kupitia Yesu Kristo. Mpatanishi anaposema ni mjumbe wa agano lililo bora zaidi, manake mpatanishi ni Yesu, sio Musa. Ahadi zilizo bora zaidi: wokovu kwa neema, msamaha wa dhambi, uzima wa milele. Roho Mtakatifu hukaa ndani ya waumini. Yesu ni mdhamini wa agano bora, Waebrania 7:22. Basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Ukiliacha agano hili jipya, umepata hasara ndugu yangu. Najua tumefundishwa na madhehebu yetu na dini zetu tangu tu watoto. Kwa hiyo kufundishwa mambo kama haya tunaweza tukaona ni uasi, lakini tafakari. Usinyonye mafundisho kama juya ambalo linachukua samaki, mawe, magogo. Hapana, lazima kutafakari. Yesu Kristo ni mjumbe wa agano lililo bora zaidi. Mjumbe hapa kwa Kiingereza ni mentor au mpatanishi. Waebrania 9:15, neno la Mungu linasema, kwa sababu hii Yesu ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa ukombozi, kwa kukomboa makosa yaliyo chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Ni mstari wa ajabu sana, ni mstari wa ajabu sana. Mungu atusaidie. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 6, nanyi ndinyi, naye ndiye aliyetutosheleza kwa kuwa mhudumu wa agano jipya. Yesu ni mhudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa Roho, kwa maana andiko huua, bali Roho huhuisha. Umesikia hiki kitu kwamba agano la kale ni andiko, inatajwa hapa kama andiko, kwamba andiko huua au agano la kale huua, lakini agano jipya ni huduma ya uzima ambayo huleta uzima, huleta roho ya uzima. Lakini agano la kale kazi yake ni kuua. Kumbuka katika Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 7 kuthibitisha kwamba maandiko, agano la kale huua. Kumbuka ilikuwa mtu akitenda dhambi anapigwa mawe mpaka afe. Kwa hiyo ndio maana Paulo anasema agano la kale ni agano la mauti. Tunasoma habari hizi katika Wakorinto wa pili 3:7. Basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, kwani ni agano lipi lililochorwa katika mawe? Si unalijua? Ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kuzuia macho yao, uso wa Musa, kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Huduma ya Roho huzidi kuwa katika utukufu. Katika Wafilipi neno la Mungu linatueleza wazi kabisa kwamba, Wafilipi sura ya 3 mstari wa 6, kwa habari ya juhudi wenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote
kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nimpate Kristo. Paulo anaeleza kabisa hapa kwamba yeye kabla ya kumjua Kristo alikuwa ameshika Torati yote, na kwa habari ya Torati anajibu kwamba sikuwa na hatia, na anasema lakini alipompata Yesu akayahesabu mambo yote ambayo yalikuwa faida kwake. Ni yepi? Sheria, kanuni, amri, anayahesabu kuwa hasara. Maana anaeleza huku mwisho, anahesabu kuwa mavi. Lazima ifike mahali Torati uione kama hasara ili umpate Kristo. Kristo huwezi ukampata kwa kuithamini Torati, kwa kuithamini sheria. Inawezekana hujawahi kusikia mafundisho magumu kama haya, inawezekana hujawahi kusikia, inawezekana unakemea kwa jina la Yesu. Hapana, Ukristo ni kuwa na Kristo, na Kristo huwezi ukampata kama usipohesabu mambo haya kuwa hasara. Ngoja tuendelee kipengele kingine. Nitaka tu kukuthibitishia, kuonesha wokovu ulivyo mkuu. Nimetumia muda mrefu kueleza wokovu. Nataka tuingie haraka sasa. Aina za mafundisho yanayofundishwa kanisani. Kanisani yanafundishwa mafundisho ya aina mbili. Upende usipende yapo. Mchungaji wako au kiongozi wako anaweza akafundisha miongoni mwa mafundisho haya mawili. Fundisho la kwanza, kanisani watu wanafundishana mafundisho ya uongo. Yapo mengi na tutayajua leo. Lakini vile vile aina ya pili ya mafundisho yanayofundishwa kanisani ni mafundisho ya kweli. Sasa tuanze na mafundisho ya uongo. Mafundisho ya uongo ni nini? Mafundisho ya uongo ni mafundisho yanayoonekana ni ya kiroho, lakini hayalingani na Injili ya Kristo. Hayaleti uzima, hutoa mtu katika kweli ya neema ya Mungu, humjaza mtu hofu badala ya imani. Mafundisho ya uongo yakifundishwa tu yanakutoa kwenye neema, yanaweza kukuonyesha kwamba neema haitoshi mpaka uikamilishe na Torati. Neema haitoshi peke yake mpaka uitosheleze na uikamilishe na sheria. Hayo ni mafundisho ya uongo, lakini anaeleza pia hapa, yanapofundishwa yanakutia hofu kwamba wewe umefungwa vifungo vya babu yako, lazima utafute kitovu kile ukitafute, sio ufanyeje. Mafundisho ambayo hayawezekani yameingia kanisani. Mimi nitafute kitovu saizi? Miaka yote hii nitafute kitovu changu lini? Miaka 50 iliyopita? Nitakipata wapi? Ni kutiana mahofu yasiyo na maana. Wakati Yesu alikufa msalabani akasema imekwisha. Imekwisha aliyosema Yesu ni ipi? Na vitovu unavyoniambia ni vipi? Imekwisha aliyosema Yesu ni ipi? Na vifungo unavyosema ni vipi? Imekwisha Yesu aliyosema ni ipi? Na laana zinatoka wapi? Hayo ni mafundisho ambayo si sahihi. Wagalatia 1:8 anasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atakuja atahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyoihubiri, na alaaniwe. Na mtu atakavyo kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Kuna watumishi wengi wa Mungu wanatembea katika laana kwa sababu hawahubiri injili aliyohubiri Paulo. Paulo alihubiri injili ya neema inayojitegemea, inayojitosheleza, mpaka akasema katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8, tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hiyo ndio injili aliyohubiri Paulo, kwamba neema inatosha kumwokoa. Yesu Kristo anatosha, sio lazima kutosheleza na kitu kingine. Wewe unayehubiri habari za Torati unatoa wapi? Unakaa kwenye laana, ndugu yangu, unakaa kwenye laana. Kama hawajakwambia, unakimbilia kufundisha tu bila kujua unafundisha nini, unakaa kwenye laana. Biblia inatueleza, inatupa silabasi za kufundisha, lakini sio kufundisha Torati. Sifa, nataka nikimbie sifa
za mafundisho ya uongo. Ziko 8. Sifa ya kwanza, mafundisho ya uongo utayajuaje? Hayana msingi katika Biblia, hasa katika Agano Jipya. Tunasoma katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 11, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Injili, mafundisho tunayofundisha na kuhubiri lazima yawe na msingi wa Injili, lazima yawe na msingi na Yesu Kristo. Yesu Kristo lazima atajwe, lazima yeye ndiye ahubiriwe, yeye ndiye ainuliwe, yeye ndiye atukuzwe. Sisi ajenda tuliyo nayo ni kumhubiri Kristo kwa watu, tumuuze Yesu kwa watu. Sisi ni wapiga debe wa Yesu, tunataka kumpigia kampeni Yesu, mbunge Yesu akae katika mioyo ya watu. Moyo ni jimbo la uchaguzi, na tunampigia debe Yesu akubalike katika mioyo, sio Musa, sio Ezekieli. Yesu ni Yesu peke yake tunayetakiwa kumhubiri. Yesu ndiye agenda yetu ya kuhubiri. Yesu ndiye tunaye mnadi kwa mataifa. Kristo, Kristo, Kristo. Kwa hiyo ni lazima tujifunze kumhubiri Kristo. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari 23, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Sisi, Paulo anasema tunamhubiri Kristo. Wewe unamhubiri nani ndugu yangu? Unamhubiri nani? Paulo anasema injili yangu mimi ni kumhubiri Kristo, ni kumbeba Kristo, ni kumnyanyua Kristo. Na sisi tu wa Kristo lazima tunene habari za Kristo. Ukihubiri habari za kitu kingine tunakushangaa, na maandiko yanakushangaa. Maandiko yepi yanakulinda ndugu yangu? Hubiri habari za mizimu. Iko wapi wakati hakuna neno mizimu liliyotajwa kwenye Biblia, isipokuwa ni pale Yesu aliposema malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 5 anasema, kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe tu watumishi wenu kwa ajili ya Kristo. Hatujihubiri wenyewe, hatuhubiri madhehebu, hatuhubiri dini, hatuhubiri umaarufu wetu, hatuhubiri uje watujue. Tunamhubiri Kristo, tunamnyanyua Kristo, tunamuuza Kristo kwa watu, ili watu waweze kumpata na kumwelewa. Marko 7:7 anasemaje? Nao wanihubiri bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Haya, twende sifa ya pili. Sifa ya pili ya mahubiri ya uongo, mafundisho ya uongo, hutia hofu kila unaposikia mafundisho ya uongo. Ukitaka kujua kwamba ni ya uongo, kila unaposikia basi unapata hofu. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7, maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Mungu hajatupa roho ya uoga. Ukija kuona unakuwa na uoga, unakuwa na hofu, hiyo sio roho ya Mungu, hiyo ni roho kutoka kuzimu. Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo ukija kuona mafundisho yanafundishwa, unaogopa, unatishwa. Toa zaka, usipotoa unakwenda jehanamu, wewe ni mwizi, wewe ni tapeli. Hayo mafundisho ndugu yangu hayana ukweli. Katika neema hatutishani, tunaongea kwa upendo, hatutishani. Unaniambia siendi mbinguni kwa ajili sijatoa zaka? Kweli, imeandikwa wapi kwenye Agano Jipya? Nipe hilo andiko. Sifa ya tatu, mafundisho ya uongo hayamuinui Yesu, bali yanamtweza. Unapoongeza torati katika neema, unamtweza Yesu, kwamba kazi ya msalaba haina thamani sawasawa, ni mpaka niijazilize. Hakuna. Na hii ni madhara ya kufikiri Biblia kwa sababu iko kwenye kitabu kimoja, ni kitabu kimoja, basi wanafikiri Biblia yote inatuhusu.
Hakuna. Agano Jipya tunajifunza, kwa wale ambao wanajua Kiingereza, tunajifunza for illustration, lakini instruction tunapokea Agano Jipya. Instruction tunachukua Agano Jipya. Haya, kwa hiyo agano la mafundisho haya ya uongo yanamtweza Yesu. Yohana 12:32, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote waje kwangu. Yohana 14:6, tunaona Roho Mtakatifu mwenyewe atatufundisha yale ambayo Yesu ameagiza. Yohana 15:26, Yohana 16:13, Matendo ya Mitume 4:12. Sifa ya 4, mafundisho ya uongo huzungumzia haki ipatikanayo kwa sheria. Biblia inasema hivi katika Warumi 3:20, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria, lakini kuhesabiwa haki katika wakati tulionao, hatuhesabiwi haki kwa kushika sheria, kwa matendo ya sheria. Biblia inakataa. Warumi 10:4 anasema kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Yesu alipokuja, sheria ilikuwa ndio imefika mwisho wake, ili kila aminie ahesabiwe haki. Sasa hivi tunahesabiwa haki kwa kumwamini Yesu, kwa kumwamini Yesu, sio kwa kushika sheria, sio kwa kunyanyua Torati, sio kwa kunyanyua kanuni. Hapana. Kanuni, sheria na amri ziliwashinda Wayahudi wenyewe waliopewa. Sisi ambazo hazitutambui, tutaziweza? Mathayo 5:20, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo. Hapa Yesu anasema haki mbili. Kuna haki ya waandishi na Mafarisayo ambayo ni haki aliyokuwa ameileta Musa. Sasa anasema ninyi hamna haki ya Musa, haki mnio ni ile ninayowapa mimi kwa njia ya imani. Sasa kwa njia ya imani, haki mnayoipata kwa njia ya imani isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamwezi kuingia. Maana yake haki tunayoipata kwa njia ya Yesu Kristo ni haki ambayo iko juu, kama wokovu wenyewe ulivyo juu. Wagalatia 4:5-4 anasema mmetengwa na Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka kutoka katika hali ya neema. Anayeshika sheria, anayeendesha wokovu wake kwa kutizima sheria, ameanguka katika hali ya neema na ametengwa na Kristo. Sifa ya 5, mafundisho ya uongo humpokonya Yesu utoshelevu wake wa kazi ya msalaba, kwa sababu unaona kama hatoshi hivi, unaona neema kama uholela fulani hivi. Ndio maana ukisema tunaokolewa kwa neema, yani mtu haamini, ina maana huamini mpango wa Mungu. Yani Mungu mpaka kauleta ule mpango alafu unaukosoa. Ni dhambi kubwa sana, ni utovu wa nidhamu kufundisha Torati katika Agano Jipya, ni utovu wa nidhamu kufundisha sheria katika Agano Jipya, ni utovu wa nidhamu kuingiza kanuni katika Agano Jipya. Agano Jipya, Mungu ni mpango wake unajitosheleza, hauhitaji nyongeza yako wala mapokeo yako wala mila zako wala mafundisho yako ya ajabu, hauhitaji. Soma kama ulivyo, uchukue kama ulivyo, utaokoka kama ulivyo. Yohana 19:30, Bwana Yesu alipokwisha kuipokea ile siki akasema imekwisha. Yesu aliposema imekwisha, imekwisha kweli. 6, huwafanya waumini kuwa watumwa wa viongozi. Yaani mafundisho ya uongo yanawatisha watu kiasi kwamba watu wanakuwa chini, ndio wanasema niombe, mpaka waombewe wao. Kuomba wenyewe hawawezi kwa sababu wameambiwa hawana dhambi, wakati dhambi zishachukuliwa pale Kalvari. Vitu vya ajabu sana, vitu vya ajabu sana. Ndio maana sikatoa sadaka ni kuombee, toa sadaka ya ukombozi, toa sadaka sio ya kufanyaje. Yani mafundisho ya uongo, ya uongo, ya uongo, ya uongo. 7, hujikita kwenye vitu vya nje, si mabadiliko ya ndani. Sio mabadiliko ya ndani.
wakati katika Agano Jipya tunaangalia mabadiliko, tunaangalia ndani zaidi. 8 na mwisho, mafundisho ya uongo huwalisha watu hadithi badala ya kweli. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7, bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini zikatae, nawe jizoeze kupata utauwa, jizoeze kupata utakatifu. Watu wanakataa kwamba ni watakatifu, wakati Biblia imesema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora, hao ndio ninaopendezwa nao. Mlokole ukimuuliza we mtakatifu, asema aka. Kwa sababu gani? Hayo ni madhara ya Agano la Kale ambalo linakuonyesha dhambi yako ipo, dhambi yako ipo, laana yako ipo, udhaifu wako upo, wakati utoshelevu wetu, Biblia inasema, unatoka kwa Bwana Yesu. Tukimshika sawasawa hakuna dhambi. Yesu tukimshika sawasawa hakuna laana. Yesu tukimshika sawasawa hakuna mizimu yenye nguvu. Yesu tukimshika sawasawa hakuna viapo, hakuna chochote chenye uwezo mbele ya Kristo Yesu. Shida, Yesu tunamshika kwa uholela kwa sababu tunachanganya Agano la Kale na Jipya. Biblia inasema katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3, maana utakuja wakati watu watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikilize yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Watu wanazigeukia hadithi za uongo, watu wanageukia mafundisho ya uongo, hasa kwenye nyakati zetu. Watu wanadanganywa sana, wanadanganywa mno. Ngoja nitaje baadhi ya mafundisho ya uongo. Ngoja niyataje haya mafundisho ya uongo. Kuna yanayotolewa na wanadamu kama tunavyosoma katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Mambo haya yanaonekana kuwa kana kwamba yana hekima hivi katika namna ya ibada waliojitungia wenyewe, na katika kuyanyenyekea, na katika kuutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kujizuia tamaa za mwili. Kuzuia kwa ukali maana yake ni kutumia sheria. Sasa yako mafundisho mbalimbali ambayo ni ya uongo. Kwa mfano, kutafsiri ndoto. Yaani watu wanachukulia ndoto kama vile ndio tumeambiwa kwamba mtaongozwa na ndoto, wakati Biblia inasema tutaongozwa na neno lako ni taa na mwanga wa miguu yangu, lakini tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 14 kwamba wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu, sio wanaoongozwa na ndoto. Kumbuka, ndoto ziko za aina 3. Kuna ndoto za Mungu, ningekuwa na nafasi ningekwambia. Kuna ndoto za shetani, kuna ndoto za kibinadamu. Ndoto za kibinadamu ni katika Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3 kwamba mtu huota ndoto kutokana na shughuli mbalimbali alizofanya mchana. Sasa watu kwenye fellowship wanasimuliana ndoto, mimi nimeota hivi na mtu kakaa pale anatafsiri ndoto. Ni uongo mkubwa sana. Mtapotea na kupotezwa na shetani kwa ajili ya ndoto, maana ndoto si Mungu peke yake anayetoa ndoto. Kuna shetani, kuna wewe mwenyewe. Lakini mafundisho mengine ni mafundisho ya nguvu za mizimu. Unatishiwa kwamba kuna nguvu za mizimu, unatweza nguvu za Yesu. Mzaliwa wa kwanza ni lango, nguvu za vifungo vya wahenga, fahamu aina 99 za majini, toa ili ubarikiwe. Hii ni kanuni ya biashara ya kiroho, sadaka maalumu ya kuvunja laana. Mafundisho ya ajabu kabisa. Usimkosee mtumishi wa Mungu. Ndoto zote zina ujumbe wa kiroho. Kumbuka, ndoto ndugu yangu ziko za aina 3. Sasa wanasema ina ujumbe kiroho kweli? Nitakusomea andiko hapo, utachangaa utachangaa kuhusu ndoto hiyo, kama nitalipata kwa urahisi. Lakini ndoto ni mafundisho ya ajabu sana. Mwenye imani haugui. Watu wanadanganywa hivi kwamba ukija kuona umeugua umetenda dhambi. Je, Ayubu, ukiona umeugua umetenda dhambi? Je, Paulo? Mungu atusaidie ili tuyabaini mafundisho ya uongo, tukae katika kweli. Maana mafundisho ya uongo yamezagaa sana kwa walimu na watumishi mbalimbali, lakini sehemu pekee
ambayo kumenusulika ni wale wazee waliookoka wakati wa uamsho wa Afrika Mashariki. Hao ndio waliobaki na ule wokovu wa kumtanguliza Yesu, wa kumpenda Yesu, wa kumuinua Yesu. Yesu kwanza, ndio mambo mengine yafuate. Kwanza Yesu. Wanamwamini Yesu, walimwamini Yesu kwa viwango. Kwa hiyo imebakia pale, lakini nimeona kuna nafuu kwa waimbaji wa kwaya, pamoja na makando kando yao yote. Waimbaji kwaya, sijawasikia waimbaji wa kwaya wakisifu mizimu, sijasikia waimbaji wa kwaya wakisifu vifungo, sijasikia wakiimba toa ili ubarikiwe, sijasikia wakitoa sadaka kwa ajili ya ulinzi, sijasikia. Waimbaji na wasifu wamekaa katika kumtukuza Yesu na kuitukuza Injili. Wabe wachache, lakini waimbaji wamepona. Lakini kundi la tatu ni nyimbo za vitabuni. Yaani nyimbo za vitabuni zimeokoka kuliko sisi, na tunaziimba kwenye fellowship. Yesu kwangu kwetu ni rafiki, lakini ni kweli? Cha kutumaini sina, kweli? Mbona unatumaini Torati? Ila damu yake Yesu. Yaani nyimbo za kwenye vitabu zimeokoka kuliko sisi. Tenzi namba 1, tenzi namba 15, tenzi namba 16, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu. Tenzi namba 22, kale nilitembea. Tenzi namba 23, ubeti wa 3 anasema dhambi zangu zote wala si nusu, zimeombwa pale msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Unaona hizi nyimbo zilivyookoka, zimeokoka kuliko sisi. Tunaimba ni salama rohoni mwangu, lakini hakuna usalama, kwa sababu tumeingiza Torati, tumeingiza mafundisho ya kimila. Ni hatari sana. Mungu atusaidie, Mungu aturehemu. Kanisa la Tanzania, amka, mgeukie Kristo. Amka, mgeukie Kristo, mtafute Kristo kwa upya. Amka, mtafute Roho Mtakatifu kwa upya. Kwa nini unapotea? Kwa nini unapotezwa na Ibilisi kwa mafundisho ya uongo? Tenzi namba 25, nimekombolewa na Yesu. Umekombolewa wakati unasema una laana? Umekombolewa wakati unasema una vifungo? Umekombolewa wakati unakombolewa na chumvi? Unakombolewa wakati unakombolewa na vitu vya ajabu? Nyimbo zimeokoka kuliko sisi. Tenzi namba 32, Yesu awakubali wakosa. Tenzi namba 84, 34, njoni wenye dhambi. Tenzi namba 121, liko lango moja wazi. Tumwimbie Bwana. Namba 333, njoni kwa mponya, njoni kwa mponya. Wewe unawaita watu waje kwa mponya wakati unaenda kuponywa na chumvi na nini? Jamani, mafundisho. Tumrudie Kristo, ana nguvu zote kutuponya, ana nguvu zote. Mwimbieni Bwana. Namba 354, mteteeni Yesu. Pambio, ametenda maajabu, mimi siwezi kueleza. Pambio, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Zanachindwa kuimba, lakini unaona nyimbo hizi zinaeleza utamu na uzuri wa Kristo. Mungu akubariki. Mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito ya Bwana. Bwana yu karibu kurudi. Usilete utani na imani ya Kristo. Usimdhalau Yesu, usimtweze Yesu. Mwamini na kumtegemea, nawe utaokoka. Kuokoka duniani kupo mpendwa. Ndio maana Yesu alikuja duniani ili aweze kutuokoa. Mwamini Yesu leo. Ukitaka kuwasiliana nami, tumia namba hii. Tuwasiliane nami kwa maswali, kwa hoja, kwa kutiana moyo, kwa namba hii. Maswali 0756 760 855, 0756 760 855. Mungu akubariki. Amen.